Ni hatari, hauna shwa mshere, bomola tu. Sheria ni sheria, bomola tu mtamu. Sheria iko nguvu sana. Bashefu, Chilombo bana kibomola huko. Ni hatari sana. Bashefu Hujambo ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV. Na kusalimu popote pale ulipo, matumaini kwamba wewe vema kabisa katika afya. Lakini ujue kwamba ni siku nyingine hii, ikiwa ni Jumapili tarehe 21 mwezi wa Disemba mwaka 2025. Katika makao yetu tunapatikana mashariki mwake DRC, Kivu ya Kusini. Ni kwamba kituo cha habari kinachoweza kupatikana. Lakini unakaribishwa mahali popote ulipo, hajalishi katika Afrika, Asia, huko Ulaya, hata Umarekani na Oceania. Basi popote pale unakaribishwa katika ulimwengu, na wewe kabisa upate tu kufaidia habari zote zinazopatikana zaidi mashariki mwake DRC kwa muda huu wa leo Jumapili. Lakini na kuomba kuungana nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki, ili ya kwamba upate kufaidia mengi na kutokana na hali ambayo inapatikana maeneo ya Uvira, Bukavu na Kalemi, ambako waasi wa FCM 23 wanaendelea kuonyesha mambo, na huko Kalemi pia wanajeshi ambao waliweza kukimbia kuweza hata kushikwa. Basi hayo yote nitakujia, na hiyo tu ni mtasari wa habari, na baadaye kukujia na taarifa kamili ambayo naweza kukuandalia. Basi ungana nami mwanzo hadi mwisho, hata kwa kubonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele ili unapata habari zetu mapema. Ni hivyo tu, ungana nami. Basi karibu, na mara moja tuanzie maeneo ya huko Uvira. Uvira ni katika Kivu ya Kusini mashariki mwake DRC, ambako waasi wa FCM 23 waliweza kushika ikiwa tariki 10 mwezi wa Disemba mwaka 2025. Maeneo hayo ni ambayo watu wanaishi zaidi sana kabila ya Wavira, Bafuleru na hata pia Wabembe na kabila zingine. Maeneo hayo yanamilikiwa na waasi wa FCM 23 ambao wanaungwa mkono na nchi ya Rwanda, na hivyo kuweza kusikika kuondoka maeneo hayo baada ya makubaliano ambayo yalifanyika huko Washington DC kati ya Kongo na Rwanda, na pia hata rais wa Umarekani Donald Trump kuweza kuingilia kati, na hivyo waasi wa FCM 23 kuombwa kuondoka maeneo hayo kwa muda mwafaka. Lakini huko ikionekana rais Paul Kagame wa nchi ya Rwanda kuweza kupinga maneno hayo au kwenda kinyume na mkataba ambao uliweza kusainiwa huko Washington DC, na hivyo hata waasi wa FCM 23 kuonekana wamoja kuondoka na wengine kubaki. Lakini licha ya jambo hiyo, limeweza kuonekana wananchi au wakahaji wa mji wa Uvira kuweza kutuma sauti na kuonyesha ya kwamba waasi wa FCM 23 wanawakaza watu kuingia katika maandamano ambayo yatakwenda kufanyika tariki 23 mwezi wa Disemba mwaka wa 2025. Maandamano hayo sio maandamano ambayo yamefanyika au ambayo yamekubaliwa na wakahaji wa mji wa Uvira. Sio kwa hiari hao, lakini ni kwa kukazwa na waasi wa FCM 23. Sauti nyingi zinaendelea kupazwa na kuonyesha ya kwamba wanakuwa katika hali ya wasiwasi na hali ngumu katika wakati huu, kuonyesha waasi wa FCM 23 kuwatumikisha jambo ambalo lisilokuwa sahihi na kwa upande wa raia ambao wanaishi maeneo hayo. Pia na nikumbushe kwamba kazi ambayo iliweza kufanyika hapo jana tariki 20 mwezi wa Disemba mwaka 2025, ikiwa tu ni Jumamosi, ambako waasi wa FCM 23 waliweza kuwafanyisha kazi wakahaji au raia wa maeneo ya Uvira, na hivyo hata kuweza kuwatuma kubomoa mnara wa Rais Felix Tshisekedi, rais wa DRC, ambao ulikuwa umejengwa maeneo ya Kasenga hapo Uvira, na hivyo kuweza kubomoa na kuonyesha kwamba hakuna cha kupinga, kwa maana ni sheria ambayo imetolewa na waasi wa FCM 23, na kuweza kulinganisha jambo la waasi ambao waliweza kuondoka
na hata kusikika wengine kuweza kubaki, lakini wakiwa na sare tofauti, wamoja katika nguo za kiraia na wengine katika sare za kiafisa polisi maeneo hayo. Aba betu walikuyaka se bashaenda Bongo, abaenda wanakuwaka hapa, wengine walipanda milima, bashabadilisha manguo. Njo habari ile, bashabadilisha manguo, wanaanza vala ingine mateni ya mosi, lakini biko hapa hapa tu. Na wengine walipanda milima ase wende chomokea ule mangambo wa Bubembe kule. Nashi tuko tu hapa, tunashukuru Mungu, neema ya Mungu yatosha. Mateso napita baba yangu, kufika batu ile siku balingia baluwa batu sa uchafu, baluwa batu sana, lakini ufike na zafi nenea 17 kila mtu ashakwa kumulango yake, hakose na kuko bakule muvile ni 16 na bashafunga malupango yote. Licha la kufanyisha watu maandamano kwa nguvu, sio tu Uvira lakini na maeneo mengine ambako waasi wa M23 wameweza kabisa kumiliki, na zaidi uko Bukavu katika jimbo la Kusini ambako kumeweza kutoka sauti ya kuweza kujuza watu kama vile tangazo na kuonyesha ya kwamba tariki hizo za maandamano ambazo wanapangilia waasi wa M23 wasiweze kutoka nje, lakini wakae nyumbani, na hivyo yule ambaye atakayetaka kuingia katika barabara na kulipinga jambo ya kwamba waasi wa M23 wasiweze kuondoka maeneo hayo, basi atakachokipata asilaumu, lakini kaeni nyote nyumbani. Yayo yote yakithibitishwa na kuonyeshwa kwa mara moja kupitia sauti hiyo. Jambo Peple Kongole, jambo jimbo la Kivu, jambo watu ya Bukavu. Nilikuwa sema hivi, M23 haiwezi kuya kwa moto kwa kinguvu imutoshe munyumba, kwa sababu haitaweza fungulisha nyumba zote mingine zote ya Bukavu. Tunayua M23 ilisema itakamata bale wa chef de localité, bale ba nyumba 10 yabo bote, bale batu yabo bote bafanye maandamano mwingine ya Bukavu. Naitumia watu ya Bukavu sana sana muisikie. Wakati tutabambana mwa ile maandamano zenyu, usikuye sema hawakutuambia. Wale ukilumia usikamate batu makosa, kwa sababu tulishawaambia na tunawapatia atazari sana. Ile mardi kama haweni mkazi, shinda kwako siku moja, haitatuma hautatumika. Utatumika tu, siku moja haita kuuya kazi. Mie nawaambia tena na wahakikishia ile marshe yenye M23 inatatumikisha ukinguvu. Sisi kama vile wakongomani hatutaki M23. Na waza nawe kama uko mkongomani uko aona venye M23 iko afanya. Hatutaki marshe ya watu. Inapendi ioneshe Union Europeenne kama banaipenda. Inapendi ioneshe Umoja ya Mataifa kama banaipenda. Inapendi ioneshe nchi za Ulaya kama banaipenda. Lakini sisi hatuwapendi. Wafunge mirago warudie kwao. Na wewe kama unawapenda, haya wende kumarshi. Niliona Mugisho Munyangali ikafanya kama meeting kama nini, ikuambia watu wase walipiga Bunagana, wakapiga Rubero, na sasa walishapiga Bukavu na leo biko Uvira. Asa naye sibamupe silaha, yeye atakuwa naimbia ku vita ya bezao, naye akamate silaha ende muvita. Mbono alikimbiaka wakati iko mzalendo iko wapigana Businga, ule Mugisho Munyangali ule salikimbia, ule salikuwa kimbia, ule Mugisho Munyangali alishawahi kubakia mzalendo. Mugisho Munyangali alikuwa mzalendo ule.
na waza wenye walikamatiwa mateka alibasumbua kuwapiga mubaya. Ule Mugisho Mnyangali leo anajigeuza yenjo M23, lakini Mungu amsaidie gisi anasaidiaka kupana info. Neno yenye nitawambia wandugu, mwache ile marshe, mwikale kunyumba. Siyo tangalia, mwache kupana ile info. Ile info haiko info mzuri kabisa, ile mainfo haiko habari mzuri. Tuachane na vile, tuachane kumaandamano. Kama hautumiki mardi haimanishi kama hautatumika tena, utatumika tu, kazi itaendelea tu. Kongo ni kwetu na kutabakia kwetu. Muyue adui huyu Mnyarwanda alisha kuya mu majina 32 mwa hii jimbo letu la Kivu na jimbo la kaskazini kule, na hayawahi kufaulu na hata faulu hata limoya. Hayawahi kufaulu na hata faulu hata limoya, kwa sababu anakuyaka na tekniki mubaya. Hii turu alikuwa anakuya na anawaza na faulu, anaitilize wakongomani, anaua wakongomani wabaya. Wei balikuuia batoto 2-3 pale Mkansa yo, banafunga mtoto yako hauyui hata kwenye anaendaka. Kesho utaenda fanya maandamano kama unapenda adui. Mwenye anakuacha mjani, anakuacha yatima. Kutafanya ile maandamano kweli? Wakongomani tuangalie mbali. Wakongomani tuone vyenye vikafanyika. Mtu hawezi endelea kutuua na tuendelee kumchekea, tuendelee kumuonesha meno. Kutakuwa siku shivote tutakamata mipanga, kisu, walijiwe, wafimbo, wasila, tunapiga wale washenzi. Hiyo siku haina mbali. Tunawambia kabisa, tunawasimu achane ile mambo. Akisanti na asubuhi njema. Leo Dimashi, nataka munisikilize kwa makini. Mungu ababariki. Nashangala sana na bakahoko. Nasikia kama banapanga mardi banapanga kama hakuna mtu wa kwenda msoko. Hakuna mtu wa kwenda msoko muvile yote ya Bukavu. Akiasea hakuna mtu wa kwenda msoko muvile yote ya Bukavu. Kama sijidanganye, mardi napashe kwa le 23. Mardi takuwa le 23. Le 23 Desembre 2025. Ase batu yote bende kumarshi. Bote kumarshi. Sasa ile marshi ni ya nini? Yenye bana forcea kwa batu vile. Ase na mwenye haende banampiga masasi. Bandugu yangu, mache vile, musiende kwa vile. Mkwe makini, musiende kwa vile. Tushapate ile mahabari zote. Zile zote ziko. Amuyaona kie kushindwa haba batu hii. Bananza penda baone batu kebiko kumarshe. Batoshe ma message zabo kusema kama batu banapenda batu ase banapenda babakie muvile na kote kwenye bashakamata. Banapenda baoneshe Union Europeenne kama batu banabapenda. Musiende kwa vile, mufanye angalisho vile vya mamarshe, musiende. Mkongomani wa kweli hapasho enda kwa vile. Asante sana na washukuru. Na basi tujielekeze mara moja huko Kalemi, ni katika jimbo la Tanganyika. Basi huko Kalemi ambako mahakama ya kiserikali ambayo imepatikana katika maeneo hayo imeweza kuwashika waaskari wa FARDC 124 ambao waliweza kukimbia kwenye uwanja wa vita kutoka maeneo ya Uvira na hivyo kuweza kufungwa kutokana na kosa hilo la kukimbia adui. Basi huo ulikuwa ni mwisho wa taarifa ya habari. Ulikuwa nami mwanzo hadi tamati, na hivyo tu basi nakuomba kuungana nami kwa kubonyeza maeneo ya subscribe na hata pia kubonyeza alama ya kengele unapata habari zetu zote.
na hivyo kuwagawia watu wengine inaowafaidia. Na kucomment ikiwa una maneno ya kusema. Basi tutakutana tena katika wakati mwingine ikiwa majaliwa. Asante.